Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninasimama mbele yako ni mchungaji wako John Limo kutoka huduma ya World Gospel Missions Kenya. Nataka nikuletee neno hili. Leo hii tuendelee na mafundisho yetu juu ya ujenzi wa kuta za Yerusalemu. Kama vile tulisoma katika kitabu cha Nehemia mlango wake wa 3, na tumekuwa na vipengele kadhaa. Tulianzia lango la kondoo, tukaja lango la samaki. Leo tuko katika lango linaloitwa lango la kale. Lango la kale, old gate. Na mambo hayo ambayo tunazungumzia mahali hapa na kuletea spiritual meaning ya yale mambo yalitendeka kwa wakati ule. Na leo hii nataka tusome kitabu hiki cha Nehemia mlango wa 3 mstari wa 6. Neno la Bwana linasema kwamba na lango la kale wakalifanyisa Yoyada mwana wa Bazea na Meshulamu mwana wa Besodea, wakasitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake. Na baada hayo wakafanyisa Melatia Mkibioni na Yadoni Meremothi watu wa Kibioni na wa Mispa raia wa kiti cha enzi cha liwali wa ng'ambo ya mto. Na baada yao wakafanyisa Uzieli mwana wa Araya mmoja wa mafundi wa dhahabu. Na baada yake akafanyisa Hanania mmoja wa mafundi wa manukato, nao wakaujengea Yerusalemu buruji mpaka ule ukuta mpana. Na baada yao wakafanyisha Ravaya mwana wa Huri akida wa nusu ya Yerusalemu. Na baada yao wakafanyisa Yedaya mwana wa Harumafu kuielekea nyumba yake. Na baada yake akafanyisa Tushi mwana wa Ashanea, Malkia mwana wa Harimu na Yashubu mwana wa Bahambabu wakafanyisa sehemu nyingine na minara ya Tanuhu. Watu wa Mungu, nazungumza habari ya lango la kale. Tumesoma mahali hapo, unakundua kwamba watu wengi ndio wamefanya kazi ya kujenga upya lango hili la kale. Tujiuliza, mbona watu wengi wameshirikiana kujenga lango moja? Kuna sababu ya kiroho kwa nini watu wengi hawa wameshirikiana kujenga just lango moja tu la kale. Maana yake ya kiroho ni kwamba this is foundational principles of Christ that never change. Msingi huwa ni kitu cha kufanyiwa kazi kubwa kuliko ujenzi unaoendeleshwa. Kwa hivyo msingi wa maisha yetu ni kitu cha muhimu sana. So lango hili la kale ina symbolize foundation ya imani yetu. You need to have a foundation. Watu ambao wana msingi katika mambo haya ya kiroho mara nyingi upotea barabarani. Mara nyingi utingizwa mambo yanapokeuka. Mambo mapya yakitokezea, unakuta mtu ametoba wokovu na ameangukia vitu ambavyo hasimsaidii. Na ndio maana watu wengi walishirikiana sana kujenga lango hili la kale. This one inamaanisha foundation inahitajika kufanyiwa kazi kubwa. Na ndio unaona watu wengi wanashirikiana. That's why your salvation, wokovu wako, inahitajika ufanyie kazi nyingi sana. Msingi wako, uliamini nini? Uliamini aje? Wewe unajua mahali ulitoka, unajua mahali upo, unajua mahali unaelekea. These are things you need to know, understand. Wewe ni nani? Uko wapi? Kile unachosema nimeokoka unamaanisha nini? Wokovu ulionayo unaelewa? Ukiulizwa leo umeokoka, utasema nini? Utaeleza aje? Ukiambiwa leo utueleze uliamini hayo mambo aje, na tangu uamini mpaka leo unaweza shuhudia nini? Mtu aliye na foundation anafahamu mahali alikuwa, anafahamu mahali ako, na
anafahamu mali anaelekea. Inamaanisha you need to have foundation. Wakristo wengi hatuna msingi. Watu wengi hatuna foundation. Foundation ya nini? Ya neno la Mungu. Foundation ya kufundishwa, msingi ya neno la Mungu. Tumekaa chini ya walimu ambao hawajakoma. Tunakaa chini ya mafundisho isiyo ya neno la Mungu. Kuna mahali ambapo utafika ambapo misingi sitatikizwa. Wewe utasimama. Foundation sikitikizwa. Changamoto za maisha, hatari za maisha, hali ngumu ya maisha, vita vya shetani, uvamizi adui, demonic attacks, foundations zetu zitakuaje? So old gate inamaanisha lazima tuwe na msingi. Hiyo ni old. Kila siku kitu cha kwanza ambacho haionekani ni foundation. Vyumba zetu za orofa zilizochengwa, vyumba vya ajabu ambazo zimechengwa. Hata leo hii nikikwambia nionyeshe foundation uweze kunionyesha, sababu uone iko chini, imechengwa na ikafunikwa, na ndio inashikilia the whole building. Foundation ya mtoto wa Mungu lazima ichengwe katika msingi wa neno la Mungu na katika mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Si mafundisho sa kupotosha. Ukichengewa msingi wako katika miujiza, siku ile miujiza itakoma, utapotea. Ukichengewa msingi wako katika vitu ambavyo ni temporary, sitapotea. Lakini ukiweka msingi wako katika neno la Mungu, kusoma neno, kufuata neno, kutii neno, kutenda neno, na kukaa chini ya washauri ambao wamekomaa na wanaofahamu wa neno la Mungu, na kuambia msingi wako haitaboromoshwa. Lango hili ni la maana sana. Maana yake wokovu iliyo na msingi haiwezi tikizwa. Hata leo ikifikia mahali ambapo ni kuondolewa uhai na uko na foundation, hiyo haikutishi. Na ndio maana Paulo anasema katika kitabu cha Warumi 8:31 kutelemka pale mpaka 38 kule, anasema ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Yes, ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Anauliza mambo mengi. Anasema, je, ni upanga, dhiki, udhia, njaa, hata kifo? Anauliza mpaka anasema uzima, miaka za sasa, miaka ijayo. Anasema kwa hiyo yote hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu. Na hii ni neno kwa wale walio na msingi, yani lango la kale limechengwa. Foundation ni strong wa neno la Mungu. You can't be shaken. Uwezi kuaibika. Watu ambao wako na msingi huu hawaibiki injili, hawaibiki wokovu, hawaibiki Yesu, hawaibiki kile wanachoamini. Liwe liwalo, wanasema liwe liwalo, mimi nimeamua na nitasimama, kwa sababu kuna foundation. Watumishi wa Mungu Shadrach, Meshach na Abednego walipoambiwa waabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza, wakamwambia mfalme, mfalme, naishi milele, hatuna haja kukujibu kwa ajili ya jambo hili, maana hatutaabudu sanamu. Huyu Mungu tunayemwamini, hata kama hawezi kutuokoa, hatutaabudu sanamu. Hiyo ndio ilifanya Mungu akafurahi na akawatetea ndani ya moto. Haikuwa kitu ya kutishwa na moto, kwa sababu msingi, old gate, ilikuwa imechengwa. Naomba Mungu akuchenge. Naomba ukae chini ya mafundisho ya msingi, mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Usikae chini ya mafundisho ambaye si ya neno la Mungu. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba mimi kama mjenzi mwenye hekima, kwa neema niliyopewa naliweka msingi, na mtu mwingine akikuja kujenga juu yake, angalia sana, maana hakuna msingi mwingine isipokuwa msingi uliowekwa ambaye ni Yesu Kristo, mtoto wa Mungu. Hakuna msingi mwingine, hakuna foundation lingine. Neno la Mungu, imani katika Yesu, strong foundation,
ni kukaa kwa neno. Chengwa ndani ya neno. Chengwa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Yesu akae ndani mwako. Yesu alisema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, nanyi mtazaa matunda. Uwezi faulu kwa hii safari. Hii safari ni vita. Hii safari ni vita. Wakati uliingia tu kwa lango la kondoo na sasa unaelea ndani ya maji, vita ni kubwa. Lakini ukiwa na foundation, all the kit, you will never be shaken. Hata vita iwake haje, wewe ni kila siku wewe ni mshindi. Na mtume Paulo anasema we are more than conquerors, kwa sababu ya yeye ambaye alitupenda. Mtoto wa Mungu, na kuombea neema ya kufundishwa na kuwekwa kwenye msingi. Miaka haitatishwa mtu mwenye ako na foundation. Miaka hata kama ni ngapi, hata uishi miaka 200 dunia hii, ukiwa na foundation, you'll never be shaken. So God bless you. Mungu akutende mambo mazuri unapokaa chini ya fundisho hili. Unapofuata neno. Baada ya fundisho, enda kwa maandiko, kia kwa Biblia, fuata pole pole, soma na mwambie Mungu nipe ufunuo. Maana mimi ni samaki, niko ndani ya neno. Nisaidie ufunuo, nielewe maandiko. Maana watu walio na foundation wako na revelation ya neno la Mungu. Bwana akubariki, akutende mambo mazuri unapoendelea kusikiza na kutazama fundisho hili la ujenzi wa kuta wa Yerusalemu.